Nimekuwa nikitoa nabii mbalimbali na nyingi huwa zimetimia, na pia nimekuwa nikionyesha sana jinsi ambavyo nabii unavyotimia. Lakini pia nimekuwa nikitoa mashauri na maagizo na maelekezo ya kinabii kwa watu mbalimbali, wakiwemo watu maarufu, na wengi wao ambao wamefuata maagizo kama ninavyosema, wengi wamefanikiwa na kupiga hatua. Lakini kuna wachache ambao nabii zao hazikutimia kwa sababu wa kufuata unabii unavyosema. Mfano mojawapo ni wa Askofu Gwajima. Kabisa nilisema atakuwa rais ajaye, lakini hatakuwa rais akiwa Chama cha Mapinduzi, atakuwa rais akiwa Chadema. Na niliongea vingi tu na mengi yalitimia kwa 98%. Imebakia tu 2% tu ya yeye kuhamia Chadema aweze kuwa president. Na nimekuwa pia nikitoa maangalizo mbalimbali kwa watu mbalimbali jinsi ya kuepuka madhara fulani, na mengi yamekuwa yakitokea na watu wanajiepusha, lakini wengine wamekuwa wakipuuza. Mfano pia nilisema kwa habari ya ndugu yetu huyu ambaye hatujui aliko leo, Polepole, kwamba aje Tanzania na ajihusishe na mambo ya mchakato wa katiba mpya, lakini asianze kuwataja watu kwa namna moja ama nyingine. Ni kweli alirudi Tanzania vizuri na akaanza kazi ya mchakato wa katiba. Mahali ambako alimesa hapo ni pale ambako nimesema asianze kuwataja watu majina ya kunisikiliza, mambo yakawa mambo. Kwa nini nasema haya? Nataka nikuonyeshe kwamba kuna watu Mungu ametuinua sio kwa ajili ya kufanya utani, kufanya mzaa na maisha ya watu. Kuna watumishi Mungu ametuinua, na mimi nilikuwa mmoja wapo, sio kwa ajili ya kuja kucheza na maisha ya watu, ni kwa ajili ya kutengeneza maisha ya watu. Kwa hiyo wewe ambaye utaamini katika nguvu ya unabii, inakupasa ufuate unabii unavyosema, na njia yako itafanikiwa, bila kujali kama huyu nabii ni mzidi aidha maisha au pesa au cheo au umri au hadhi. Mungu anaweza kutumia hata mtu mdogo kuinua. Ni wewe tu kwa mnyenyekevu na kutii. Kuna mtu anaitwa Naaman, alikuwa na ukoma kwenye mikono yake, akaenda kwa Elisha. Elisha alikuwa ni mtu mdogo sana, lakini yule Naaman alikuwa ni mtu mkubwa kwenye cheo kikubwa, alikuwa ni amiri wa jeshi kubwa sana. Lakini Elisha akamwambia inabidi uende ukajichove kwenye mto Yordani mara 7. Yaani mtu wa mtaani tu aenda jichove mara 7. Kwake ilimuia ngumu, lakini ilibidi atii tu. Akaenda kajichove mara 7, akapona ukoma wake. Alitii neno la nabii. Huwezi kufanikiwa bila kutii neno la unabii. Anasema kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20, anasema mwaminini Mungu mtathibitika, waaminini manabii mtafanikiwa. Mafanikio yenu yako mikononi mwa manabii au mwa unabii. Hakuna mtu anafanikiwa without prophecy. Hakuna. No one. Aidha uwe unabii utoke kwa Mungu au uwe ni wa kichawi. Yaani lazima nabii mbili, aidha ni upande wa Mungu au wa kichawi. Sasa hebu kwanza tuangalie kile ambacho nikizungumza kuhusu ndugu zangu hawa Bongo Flava. Maagizo ambayo niliyatoa wameyafanya, lakini bado kuna sehemu moja ya kutimiza. Hebu tuangalie kile ambacho nimekisema, alafu nitarudi hapa kuongea vizuri na nitakusaidia wewe ambaye unahitaji kufanikiwa kwenye maisha haya, nini ufanye ili uweze kufanikiwa. Hebu angalia alafu nitarudi. Naomba nianze kwenye burudani. Bwana akanionyesha hawa watu wa Bongo Flava wakiwa wanaandaa nini ile concert ile, wanaandaa nini, tamasha lao la muziki. Na ni kweli katika mwili kweli wanaandaa miaka 30 ya Bongo Flava. Nafikiri kuna msanii anaitwa Madi, tunamjua hapa Tanzania, ndio anaandaa ile tamasha. Kwa hiyo nikaonyeshwa kwenye roho, yani kwenye ndoto, nikaona wasanii wale wa Bongo Flava wale wa zamani wale, wakina Bwana Misosi, wakina Professor J, wakina Madi, wengi hao wanaandaa. Lakini Bwana akaniambia hivi, nenda kamwambie wakafanye ibada na kutoa sadaka, mimi nitainua kizazi chao kwenye huu mziki. Kabisa nikaambiwa hivyo kwamba nenda kamwambie
wafanye ibada, watoe na sadaka, mimi Bwana nitawainua katika kizazi chao. Nanisikia vizuri? Bwana asifiwe sana. Nimesema kwenye burudani na michezo tunachoangalia ni utukufu wa Mungu ushuke, Mungu ainuliwe. Katika uimbaji Mungu ainuliwe. Kwa hiyo nikaambia waambie, wasipofanya hivyo basi wakishafanya tule kama sala lile, kuanzia hapo ndio mwisho wao umeisha. Hamtasikia tena cha Madi, hamtasikia tena siku cha Jumanecha, yani hamtasikia cha msanii yote yule wa kale kurudi, hamna tena, yani ndio mwisho. Na kila tamasha ambalo wataandaa litafeli kwa viwango vya juu. Huu ni unabii hapa, sibahatishi, maana nimeshaonyeshwa, nimeambiwa kwenye ndoto. Mungu anasema nasi kwa ndoto. Habakuki 2:2 anasema Mungu anasema nasi kupitia njozi, lakini huyu ambaye anasemeshwa ni mtakatifu au ana hali ya utakatifu. Ndio maana unakuwa ni unabii. Sio kila mtu ataota ndoto afu ukao unabii, hapana. Ila yule aliye mtumishi wa Mungu katika utakatifu wa kimungu akipewa ndoto inakuwa ni unabii. Mimi nawaambia huu utakuwa mwisho wa hawa Bongo Flava kama wasipofanya haya. Ndio kaambia hivi, watafute uwanja maeneo ya kule Mbezi Beach, sio Mbezi ya Kimara, Mbezi ya kule wapi kule Mbezi ya wapi huko ya Tegeta kule kabisa, waende kule wakusanyike. Kama kuna mtumishi basi wafanye maombi, lakini sadaka ije hapa, huduma ya Kristo, sio kule, ije hapa, huduma ya Kristo. Haleluya! Kwa sababu maelekezo yako hapa. Bwana asifiwe sana. Ndio wanasema mtumishi ana gari, anataka kununua gari, kwa hiyo sio hivyo. Bwana asifiwe sana. Mchungaji, mbona umecheka? Haleluya! Bwana asifiwe sana. Wanadamu ndivyo walivyo, watasema mtumishi huyo ameongea sana kuhusu habari ya gari, kwa hiyo sasa anatafuta namna fulani hivi. Hapana. Bwana asifiwe sana. Nimeambiwa wafanye ibada maeneo ya Mbezi. Kwa hata wao wenyewe kwenda kule wakaamua wafanye dua zao au ibada yao ya kumwita Mungu katika mziki wao. Baada ya hapo basi waanze nini? Na sadaka watoe wapi? Madhabahu hii ya huduma ya Kristo. Baada ya hapo wataona sasa Bwana atawarejesha. Kuna vijana wataibuka wa mziki mpya huu, kizazi kipya, alafu watachukua hawa wasanii hawa, watafanya nini zile collaboration zile, featuring zile, watainuka sana. Yani hawa kina Jumanecha hawa ambao walipotea, inayokuja huko mbeleni watainuka sana. Wakina nani hawa, wakina nani sijamwona sana yeye, lakini hawa wengine wakina Madi hawa, wakina nani, wako wengi hawa, wale wakina East Coast team wale, yani wasanii wale ambao wa zamani wale. Naona kuna kuja kizazi kipya cha vijana hao. Sio mziki huu wa Diamond huu na Alikiba, sio huo, wala sio Singeli. Kitakuja kizazi ambacho na mziki wake, alafu utapendwa sana Tanzania, lakini huo mziki mbegu yake ni hawa wakina Madi hawa. Sasa Bwana anambia hivi, sasa ili watengenezee connection, ni waunganishe wao na hichi kizazi, basi wafanye ibada tena, waende tu wenyewe tena kabisa. Hapa ushauri, maana pia kuna wachungaji watawavurugeni. Nendeni wenyewe kabla ya tukio lenu lile, muende tu wenyewe mahali, alafu mchaguane nani hapa kidogo anajua kuombaomba, aombe. Aidha ufanye dua ya Kiislamu, isitokee, hamna shida. Ufanye sala ile ya Kikristo, ni sawa. Kikubwa tu mkutane, muombe kwa ajili ya Mungu, kwamba Bwana au Mungu, tuko mbele zako, tunaingia katika mziki huu, tunaomba sasa Bwana, kupitia mziki huu tujenge nchi yetu, mziki huu urekebishe nchi yetu, mziki huu Mungu ushuke, mziki huu ulete amani, mziki huu ulete upendo, mziki huu ulete huruma, viongozi na raia. Then muombe kimagano. Baada ya hapo wekeni kapo yenu pale, toeni sadaka, alafu tumeni hapa huduma ya Kristo, alafu mimi nitaomba. Baada ya hapo miaka inayokuja mbeleni hapa mtainuka sana. Mimi sibahatishi. Ndio mimi ambaye nasema hivi kwamba Yanga msimu huu itakuwa hovyo, na imekuwa kweli. Sasa ndio mimi nawaambia kwamba ili muinuke, kutaneni tena, msende Bagala,
au Gongo la Mboto. Nendeni maeneo ya Mbezi. Nimeambiwa waambie waende Mbezi ya Tegeta kule, watafute eneo au ukumbi au kiwanja, alafu wafanye ibada yao wenyewe. Sishauri aende mchungaji au aende shehe. Bana, wachungaji hawa wana mambo yao na mashehe wana mambo yao. Utasikia spirit nini sijui. Nendeni mtu wenyewe, mtamke yaani misala ya maneno basi, kama Mungu tuko mbele zako, tunaomba mziki wetu Mungu ukumbuke, yaani hivyo, kwa ajili ya kuleta amani kwenye nchi, kwa ajili ya kuleta upendo, kwa ajili ya kuleta huruma, kwa ajili ya kuleta upatanishi, kwa ajili ya mshikamano. Mungu, naomba utuinue katika mziki huu, na waambieni nainuka. Baada ya hapo tuende nini na sadaka, alafu ije hapo huduma ya Kristo. Mtaniambia tainuka, show zitakuwa nyingi sana. Show Mwanza, show Mbeya, maredio haya, matv haya watavutwa na nini? Lakini kama haya ninayosema hapa hamtayafanya, mtarudi kule Misri pangoni ambako mlikuwa huko. Bwana asifiwe sana. Ndugu yetu Steve Nyerere ameniomba niwaombee. Wako wapi wale? Naomba mje hapa. Haleluya. Mbarikiwe sana. Na Joti nimesikia yupo. Joti yuko hapa. Yupo hapa. Mungu akubariki. Naye anagusa maisha ya watu wengi katika kipawa cha uko hapa. Karibu. Njoo kidogo nikushike mkono. Barikiwe sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kazi yako ni njema. Wimbo wako ule umesaidia vijana wengi sana. Kwa hiyo usione kama umepoteza muda. Una vitu vingine lazima vitokee. Mungu awabariki sana. Amen. Mlima mnatabika, hamtaki kutabika tena. Pigieni Yesu makofi mazuri. Sasa ninaenda kuwaombea kwa jina la Yesu, na ninaamini sanaa Mungu anaiweka ili iguse maisha ya watu wengi na ifundishe maisha ya watu wengi. Juzi nilikuwa pale kwenye ibada yangu. Kuna watu wanakuja wasanii sana, mimi nataka maombi. Mimi naombea watu wote tu, kwa sababu Mungu amenituma kuhudumia watu wa dini zote tu. Kwa mtu akija Mungu hajaniambia nikatae, ninamwachilia baraka. Basi naomba watu wote tusimame, angalau tuombe. Watu wote tusimame. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wasanii wa nyimbo na wasanii wa uigizaji. Nakushukuru kwa ajili ya wote waliosimama kundi zima. Nakushukuru kwa ajili ya Joti. Nakushukuru kwa ajili ya wote ambao wameinua mikono yao hapa. Ninawabariki katika jina la Yesu. Ninaachilia baraka na utunzi wa kiwango cha juu utakaoleta mabadiliko katika maisha ya watu. Utunzi wa nyimbo zitakazojenga watu, zitakazoinua vizazi, zitakazofanya watu wakafanye kazi kwa bidii na kufanikiwa, zitakazofanya watu wasiogope maisha, zitakazofanya watu wakaanze kuona maono makubwa ya kufanya mambo makubwa, zitakazofanya watu wakaone wanaweza kufanikiwa, zitakazofanya watu waliokata tamaa wainuke tena, watu wanaotaka kujinyonga waache kujinyonga, waone tumaini tena. Ninabariki vipawa vilivyo juu yenu, vikalete mabadiliko, vikalete mambo mema katika uigizaji, katika uimbaji. Neema iwe juu yenu. Nawaachilia baraka mnapokwenda Mwanza, naachilia neema ya Mungu zaidi sana. Ninaomba Mungu akawalinde, na ninaamini neema ya wokovu kuingia katika maisha yenu, neema ya kumjua Mungu zaidi, neema ya kumcha Mungu zaidi, neema ya kumkimbilia Mungu zaidi, na neema ya kufanya jambo litakaloigwa na vijana na watoto na litakalowajenga. We bless you in Jesus name. Amen. Hiyo ilikuwa ni ibada ya tarehe 7 mwezi wa 7
mwaka huu wa 2026. Leo ni tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Takriban mwezi umeshaisha, au wiki 3 zilizopita, au mwezi mmoja uliopita. Nilisema na ibada hii pia niongea kwa habari ya utabiri wa World Cup, kombe la dunia. Nikasema historia inakwenda kujirudia, na wale ambao walikuwa wana magoli 7 wale wote watapita, wataingia robo finali mpaka nusu finali, alafu finali yule mwenye 7 lazima atafika finali. Yani kweli historia kweli ikajirudia. Timu ya Argentina ikaqualify robo finali, ikaingia nusu finali, na hatimaye ikaingia finali, lakini kikombe tu ndio hawakuchukua, lakini historia imejirudia. Kwa utaona kabisa jinsi ambavyo Mungu anavyotumia watumishi wake kwa ajili ya kuwasaidia watu. Sasa ndugu zangu, hawa wametii kwenda kutafuta ibada kwa ajili ya kuombewa kurudi katika mziki wa Bongo Flava. Ukweli mtarudi, lakini nisema baada ya kufanya hiyo ibada yenu, mkatafuta mchungaji au mkafanya wenyewe, kinachofuatia ni kutoa sadaka. Lazima muandae sadaka yenu afu muitoe, na sio muitoe kule, hapana. Sio muitoe si kwa nani, hapana. Ni pale ambako unabii umetokea, pale ambako unabii umekuja. Unaweza kusema huyu mchungaji anataka pesa yetu. Isokee, ni sawa ya kusema hivi, ni sawa, kwa sababu hakunaga mafanikio yasiyokuwa na gharama. Never. Ya Tanzania wengi mmekuwa maskini, mmekuwa na hali ngumu maisha kwa sababu hamtaki kugharamika. Ndio maana mna hali mbaya za maisha. Mkisikia mahali pana gharama huwa mnakimbia. Nakuhakikishia hakuna mafanikio yoyote, yawe ni ya ndoa, yawe ni ya uchumi, yawe ni ya kifedha, yawe ni ya afya, yawe ni ya uongozi, utawala, yasiyoambatana na price. Never. Hata utumishi wa Mungu pia unaambatana na gharama za kulipa. Huwezi kuwa mchungaji mzuri kama unazikimbia gharama. Huwezi kuwa nabii mzuri kama unazikimbia gharama. Gharama hazikimbiwi. Gharama ndio inakupa matokeo. Kuna siku moja nikawa nawaambia watu wa siasa, nikamwambia kwa nini CCM huwa wanashinda sana? Yaani kwa nini kila baada ya uchaguzi wako madarakani? Kwa nini? Nikasema kinachowafanya CCM kushinda sio kwa sababu ya kura zenu mnazopiga, kwa sababu ya gharama ambazo wako tayari kuzilipa. CCM wako tayari kulipa gharama yoyote chama kibaki madarakani. Wako hivyo. CCM wako tayari kulipa gharama yoyote kwa ajili ya chama chao kibaki madarakani, na hiyo ndio ambayo inawafanya mpaka leo wako madarakani. Vyama vingine watu hawako tayari kulipa gharama. Unaweza ukalipa gharama, ukatoa sadaka gharama, lakini mpinzani wako akitoa sadaka iliyo kubwa zaidi yako anakufunika. Ndivyo ilivyo. Ni kanuni za ulimwengu kwamba anayejitoa zaidi anafanikiwa zaidi. Yaani yule anetoa sadaka iliyo kubwa, yeye huwa anafanikiwa zaidi. Kuna mfano mmoja kwenye Biblia, kitabu kile cha Mwanzo, sura ya 4, nikianzia mstari wa 3. Sikiliza hapa nikusomea nikusaidie. Sikiliza hapa, huu ni mfano wa Biblia tu, lakini pia hata kwenye maisha kawaida yapo. Sikiliza hapa nikusaidie. Anasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta wazao wa ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona na wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali. Unaona? Watu wawili hawa wameenda kutoa sadaka. Kaini ametoa sadaka ya kawaida tu, lakini Habili alimzidi mwenzake. Akatoa sehemu ambazo zimenona na wazaliwa wa kwanza. Mungu akamkubali Habili, akamkataa Kaini. Yaani Habili kwenye jambo lake ambalo ametolea sadaka, Bwana akaliruhusu lifanyike, lakini Habili kakataliwa. Unabii unafanikishwa na utoaji wa sadaka. Unabii unatenguliwa
na kutoa sadaka, au pia unaweza ukautengua pia kwa sadaka. Kama unabii umedai sadaka alafu usitoe sadaka, wewe unabii umeutengua. Kuna sadaka za pesa, sadaka ya muda, ya kujitoa mwenyewe, sadaka ya vyeo, sadaka ya hadhi. Sadaka ziko za aina nyingi. Yaani sadaka maana yake ni gharama utakayotumia kumshawishi Mungu akufanikishe kwenye jambo lako. Kabisa, kabisa. Hata kama mke wako amekukosea kwa viwango gani, mtafutie sadaka. Mtafutie kitu ambacho utampa kikubwa, anakusamehe. Hata kama umetembea na watu wangapi, 8, 20 huko, amekasirika kweli, mtafutie sadaka iliyo kuu, anakusamehe. Nakwambia, hata kama mume wako amechukizwa na wewe kwa kiasi gani, mtafutie sadaka ya kumpa. Mtafutie sadaka ya kumpa, anakusamehe na acha. Anasahau yale yote ambayo umemtendea. Nini kinafuta? Sadaka. Ndio maana kila aliyefanikiwa ametoa sadaka. Kwa hiyo ndugu zangu hawa, kweli mmefanya ibada. Kinachowadai sasa hivi, muje kutoa sadaka. Anyway, si lazima mje, lakini pia mnaweza mkapiga simu au mkaandika message kwamba tunatoa sadaka yetu kwa ajili ya unabii ule utoa. Tunahitaji Mungu atusaidie na kuendelea na hizi haya maadili ya matamasha yenu hayo. Bwana aweze kuwawezesha. Mungu ambacho anakitaji ni nyie tu kumtukuza, mumtaje huko. Mioyo yenu iwe madhabahuni, lakini pia mumtaje huko. Na mengine nafikiri nitayasema tu kama mkitoa. Nitasema tu, msipotoa basi nawaacha tu endelee. Niliwaambia Yanga kwamba msimu unaokuja huu ambao umeshajuzi hapo kwamba watakuwa na hali mbaya, na ni kweli mmeona Yanga amekuwa na hali mbaya mwanzo mwisho. Wamembulia kikombe kimoja tu na bado hali yao pia bado ni mbaya. Bado ni mbaya. Kwa sababu gani? Niliwaambia hivyo, na wenyewe pia watoa sadaka. Sio tu waende huko wakatolea watu wengine huko sadaka, waje kwenye nyumba ya Bwana na wenyewe watoe. Mtu mwingine fanya tu. Usifanye alafu uone. Fanya tu alafu uone. Bwana asifiwe sana. Okay, jambo la mwisho ni wasaidie watu. Maisha tunayoishi hapa duniani ni mafupi sana, sio marefu, mafupi sana. Hata kama tungepewa kuishi miaka 1000, as long kuna kufa, na unapokufa unaacha vitu vyote hapo duniani, basi usingalipigania maisha yako ukiwa hapa duniani. Ungelipigania maisha baada ya kifo. Mfano mzuri kwamba ili ujue kama kuna maisha baada ya kifo ni ukilala alafu ukaota ndoto. Ule ni mfano wa mtu anaishi maisha baada ya kutokuwa na mwili. Kwa hiyo watu mjitahidi kuishi maisha ya uwekezaji duniani na kule utakapokwenda baada ya kifo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mali, lakini msiendekeze mali sana. Ni vizuri kuwa na mali, lakini msiendekeze mali sana, utajikuta mnapotea. Ikiwa kweli unahitaji Mungu akufanikishe, shika vitu viwili. Ukiwa unahitaji Bwana au Mungu akufanikishe, kuna vitu viwili vya kufanya. Na kusomea hapa kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 23. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za minanaa, bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Wewe mtu wa Mungu, bila kujali dini yako, as long tu una imani ya kimungu na unahitaji kutajirika, unahitaji kushika pesa, unahitaji usile kwa jasho, pesa yako iwe ni nyepesi kuipata, shika vitu viwili. Cha kwanza anasema shika mambo ya sheria, yani adili. Anasema rehema na imani, hayo imewapasa kuyafanya kwanza. Kuna Luka anasema kuyafanya kwanza. Jambo la kwanza, kuwa mwadilifu kwa yule anayekuinua.
Narudia tena, kuwa mwadilifu, alafu kuwa na imani, alafu kuwa na rehema. Rehema, kuwa na moyo wa msamaha, uwe na uwezo wa kusamehe, moja. Ya pili, uwe na imani, ujijengee imani kwa yule ambaye atakuinua. Kama ni Mungu, basi uwe mwaminifu mbele za Mungu. Kama ni mtu, basi uwe mwaminifu mbele ya huyo mtu. Nyingine pia uwe mtu wa maadili, usiwe mtu wa kukosa adabu. Usiwe mtu ambaye unakosa discipline, unakuwa mwizi, unafikiria hapa nipigeje hapa, wewe utaenda popote. Jambo la pili, shika zaka, utoaji wa sehemu ya 10. Narudia, Mkristo yoyote ambaye muda huu hapa unanisikiliza, mwenye hali ngumu ya maisha, jichunguze, hautoi zaka. Na kama unatoa zaka, sio mwadilifu. Narudia tena, Mkristo yoyote, mtu yote ya Mungu ambaye hayupo kwenye uchawi, hayupo kwenye ushirikina na ana hali mbaya ya maisha, jambo la kwanza, sio mwadilifu. Yani sio mtu wa kuaminika mbele za Mungu na wanadamu, sio mtu wa msamaha, haaminiki huyo mtu. Lakini la pili, hatoi zaka, hatoi sehemu ya 10 ya mapato yake. Wataka ufanikiwe, na hili kitu ni kwa wote, kwa wachungaji, kwa mitume, kwa manabii, kwa walimu, watu wote, yani watumishi wa Mungu na waamini wao wote ni watoaji. Lazima muwe watoaji. Msipotoa tu, taona tu, anayetoa atafanikiwa, asiyetoa anaachwa. Ndivyo ilivyo. Kwa mimi nikushauri, anza leo kutoa zaka. Madhabahu hii ya huduma ya Kristo, utaona hii ya huduma ya Kristo, utamwona Bwana akikufungua. Lakini pia kuwa mwadilifu kwenye mambo ya Mungu. Unajua, ukija ufuate, utaona Bwana anakuinua. Mimi nakwambia kabisa, siongee vitu vya kubahatisha. Mimi mwenyewe ni ushuhuda wa maisha ambayo nimekuwa nikiishi huko nyuma, na leo sifanani. Nimeshika vitu viwili tu, mwadilifu mbele za Mungu. Nikitumwa kaseme kitu fulani mtandaoni, na kuja kusema hapa bila kujali itanigharimu nini. Lakini pale ambapo Bwana ananinua kiuchumi, kifedha, natoa sehemu ya 10, kuna mahali napeleka. Unikuti napata hela ya jasho hata siku moja, hata mara moja, unikuti. Lakini la mwisho, weka nadhiri kwa Mungu. Jiweke nadhiri yako kwa Mungu, kwa Bwana, utakaponiinua nitakufanyia haya mawili. Basi nitakuwa mwadilifu, lakini nitakuwa mtoaji. Unajiwekea nadhiri yako, aidha ni 10%, 20% ya mapato yako, 30 au 50. Ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Utaona Bwana akikuinua. Maana Mungu anainua watu kwa nadhiri. Yakobo alimwekea Bwana nadhiri kwamba nikienda nikala, nikavaa, nikarudi kwa amani, nitakutolea sehemu ya 10 katika jiwe hili ambalo nimefahamisha hapa na kutia mafuta, madhabahu ya Bethel. Kweli Bwana akamfanikisha. Akaenda kule, akapata makundi ya mbuzi, makundi ya kondoo, akapata na wake 4, sio mke mmoja, wake 4. Leo ndio mnaambiana huko kuwa na wake wengi ni dhambi. Yakobo wake 4. Ndio mmekalia watu wengi dhambi, kaeni hapo. Mwanzo kabarikiwa na jina akapewa Israeli. 4 wives. Watu hao 4 ni baraka. Si baraka. Ndio. Bwana akamwambia Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu alimwekea Bwana nadhiri. Kwa hiyo na wewe weka nadhiri kwenye madhabahu hii. Mwambie Bwana, ukininua kupitia madhabahu hii ya huduma ya Kristo, kwa mtumishi wa Mungu Steven Jacob, nitakutolea 10%, 20% au 50, kulingana na uzito wa jambo lako. Alafu utaona mimi ninapokuombea, utaona Bwana atakuinua. Bwana asifiwe sana. Namba yetu inapita hapo ya sadaka, wale ambao mko nje ya nchi. Kuna dola account inapita hapo chini, utaandika hapo, utaweka hapo na Bwana atakubariki sana. Lakini pia tuna namba yetu nyingine ya benki ya Equity, nimekuwekea hapo, achilia hapo. Lakini tuna namba za simu ambazo pia zinapokea sadaka, achilia hapo na Bwana atakubariki sana. Lakini pia tuna ununuzi wa vifaa vya kanisani, zikiwemo kamera, zikiwemo baadhi ya spika za kanisani, ikiwemo pia usafiri. Kwa hiyo tunahitaji wa pesa nyingi sana.
zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo ni wewe ubarikiwe alafu utoe. Mimi sikuombi mchango. Sikuombi mchango. Ubarikiwe alafu utoe. Sikuombi mchango. Barikiwe alafu utoe. Hicho tu. Barikiwe alafu utoe. Wewe ambaye tayari umekwisha kubarikiwa kupitia madhabahu hii, mtolee Bwana. Mtolee Bwana hapa. Hiyo fedha ije hapa ifanye kazi ya Mungu. Tununue usafiri, tununue vifaa kanisani vile, tununue kamera, tununue speakers na kadhalika. Kuachilia hapo na Bwana atakubariki. Kuna wanangu wengi mko hapo mnaniangalia. Mungu alishawavusha. Tunahitaji vifaa vya kanisani hapa. Kwa hiyo tunaomba utoe kile ambacho Bwana amekubariki. Hautoi ambacho huna. Unatoa ambacho unacho. Unajua kuna watu nikisema habari za utoaji hapo wanakasirika. Lakini ukienda kwenye maanasa huko, watu wanatoa pesa kwenye maanasa huko, kwenye siasa, kwenye mambo ambayo hayamgusi Mungu. Watu wanatoa milioni 100, 200, 600, B1, sijui laki ngapi wanatoa. Lakini kwenye ya Mungu kuna wengine ni wazito. Usiwe mzito kwa jina la Yesu kwenye mambo ya Mungu. Usiwe mzito. Toa. Kazi ya Mungu songe mbele. Tusiwe watumishi wadhaifu. Tunakuwa watumishi tumechoka. Mambo yote yanakuwa ni madhaifu kwa sababu ya utoaji. Mimi siuzi maji wala mafuta wala udongo, sifanyi hizo biashara. Never. Nafuata maandiko yanaposema watu barikiwe alafu watoe. Barikiwe alafu watoe. Mafundisho haya yanakubariki. Toa. Bwana amekubariki katika ndoa yako imekuwa na amani. Toa. Katika afya Bwana amekubariki. Toa. Katika uchumi, fedha, toa. Ili Bwana akubariki zaidi. Basi Bwana kuinue. Siku njema.